Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein na moja kati ya yale tuliokuwa nao ni taarifa iliyotolewa na Rais Masoud Pezeshkian aliyesema matamshi yake ya kuomba radhi yametafsiriwa vibaya na adui anayetaka kuleta migawanyiko na majirani zake. Kupitia televisheni ya taifa leo Jumapili, Rais wa Iran Masoud Pezeshkian alizungumza juu ya namna ambavyo kumekuwa na mkanganyiko na namna ambavyo Marekani, hasa Rais wa Marekani Donald Trump alivyotafasiri jinsi Iran ilivyoomba msamaha kwa majirani zake. Kupitia televisheni ya taifa iliyoripoti Jumapili baada ya kutazamwa kama uamuzi wa kusimamisha mashambulizi katika nchi za Ghuba huku mashambulizi yakiendelea. Rais huyo amesema, imesemwa mara kwa mara, sisi ni ndugu na lazima tuwe na uhusiano mzuri na majirani. Hata hivyo tunalazimika kulipiza kisasi mashambulizi, lakini hii haimaanishi kuwa tuna mgogoro na nchi jirani au tunataka kuwavuruga watu wao, Pezeshkian alisema. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Iran lilisema Jumapili kwamba majeshi ya nchi hiyo yanaweza kupigana vita vikali kwa muda wa miezi 6 dhidi ya Marekani na Israel, ambayo ilisema iliwapiga makamanda wa Tehran katika hoteli moja ya bahari katikati ya Beirut. Msemaji wa walinzi Ali Mohammed Nain alisema hadi sasa Iran imetumia makombora ya kizazi cha kwanza na cha pili, lakini itatumia makombora ya masafa marefu ya hali ya juu ambayo hayatumiwi sana katika siku zijazo. Wakati vita vilipozidi wiki yake ya pili, athari za kikanda ziliongezeka huku Saudi Arabia ikizuia wimbi la ndege zisizokuwa na rubani zilizokuwa zikielekea shabaha, ikiwa ni pamoja na robo ya diplomasia katika mji mkuu wa Riyadh, na Kuwait ikisema shambulizi liligonga matanki ya mafuta katika uwanja wa ndege wa kimataifa. Hata hivyo, kumekuwa na hofu juu ya usambazaji wa nishati. Mashambulizi yaliyofanywa katika maeneo mbalimbali ikiwa ni pamoja na maeneo ya kuhifadhia mafuta, lakini pia katika uwanja wa ndege wa Kuwait ulizidisha hofu juu ya usambazaji wa nishati, huku kampuni ya kitaifa ya mafuta pia ikitangaza kupungua kwa uzalishaji ghafi kutokana na vitisho kwenye mlango bahari wa Hormuz, ambapo 1/5 ya usafirishaji wa mafuta na gesi duniani hufanyika. Tehran ilishutumu Marekani na Israel kwa kugonga ghala la mafuta katika mji mkuu wa Iran siku ya Jumamosi. Shambulio la kwanza limeripotiwa kwenye miundombinu ya mafuta ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, huko soko la hisa likishuka na bei ghafi kupanda. Jeshi la Israel limesema lilishambulia vituo kadhaa vya kuhifadhi mafuta huko Tehran ambavyo vilitumika kuendesha miundombinu ya kijeshi. Jeshi la Israel pia lilianzisha shambulizi jipya katika maeneo ya Tehran siku ya leo Jumapili baada ya kufanya shambulizi la usahihi likiwalenga makamanda wakuu katika kikosi cha Quds, kitengo cha operesheni za kigeni cha Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, katika hoteli moja katika eneo la katikati mwa Beirut maarufu kwa ajili ya watalii. Hata hivyo, Rais Masoud Pezeshkian amesema kwamba moja kati ya jambo ambalo wakati huu wapinzani hasa Marekani na Israel wanachotaka kufanya ni kutengeneza mazingira ya kuweza kuhakikisha nchi hizo hazikai katika usawa na kuelewana kama ilivyokuwa kwa miaka yote. Rais wa Marekani baada ya kuomba msamaha kwa rais wa Iran amesema Iran ambayo inapigwa jehanamu imeomba msamaha na kujisalimisha kwa majirani zake wa Mashariki ya Kati na kuahidi kwamba haitafyatua risasi tena. Ahadi hii ilitolewa tu kwa sababu ya mashambulizi yasiyokoma ya Marekani na Israel, Trump aliandika. Kiongozi huyo wa Marekani katika wadhifa wake alitishia kupanua mashambulizi ili kujumuisha shabaha mpya chini ya kuzingatiwa kwa umakini wa uharibifu kamili wa kifo fulani kwa sababu ya tabia mbaya ya Iran. Ni maeneo na vikundi vya watu ambavyo havikuzingatiwa kulenga. Hadi wakati huu, Trump alichapisha kwenye akaunti yake ya Truth Social. Trump pia alisema kuwa Iran sio tena mnyanyasaji wa Mashariki ya Kati bali katika ulimwengu mzima. Rais Masoud hapo awali aliwaomba radhi kwa mashambulizi nchi za kikanda, akisisitiza kwamba Tehran ingesimamisha na kupendekeza yalisababishwa na kutowasiliana vizuri katika safu. Pezeshkian pia alisema baraza lake la uongozi la muda limeidhinisha kusimamishwa kwa mashambulizi hayo dhidi ya nchi jirani, isipokuwa shambulizi dhidi ya Iran litoke kwenye nchi hizo. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu nini ambacho kinajiri ulimwenguni hapa The World News, utaweza kufahamu.